قال حفظه الله تعالى: السؤال الثامن: من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؟ وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟ أنا سمع حفظه الله تعالى: من استمنى وهو صائم، yoyote atakayejitoa manii wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fahal yabtulu sawmuhu, je, inabatilika funga yake? Wa mal wajibu alayhi, na ni upi wajibu juu yake, fi mithli hadhihi alhal, katika mfano wa hali hii. الجواب: قال حفظه الله تعالى: الاستمناء في نهار رمضان، kujitoa manii katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, yubtilu sawma, kunabatilisha funga. Wakati gani kutabatilisha funga? Idha kana mutaammida, pindi atakapokuwa ni mwenye kukusudia. Wa alayhi an yaqdiya dhalika alyawm, na ni juu yake kuilipa siku hiyo. Wa alayhi an yaqdiya dhalika alyawm, na ni juu yake kuilipa siku hiyo. Watajibu alayhi at-taubatu, na inawajibika juu yake tauba. Watajibu alayhi at-taubatu, na kunawajibika juu yake kutubia. Lillahi rabbil alamin, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote. Lianna hadha fi'lun munkarun muharramun, kwa sababu kitendo hiki ni kitendo cha uovu cha haramu. Lianna hadha, kwa sababu kitendo hiki cha kujitoa manii, fi'lun munkarun muharramun, ni kitendo cha uovu cha haramu. Kwa hivyo lazima atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu fa'ala ma'siyah, kwa sababu yeye amefanya maasiya. Wa huwa la yajuzu fi hali saumi, na kitendo hicho hakifai katika hali ya kufunga. Wala fi ghairihi, wala katika hali nyingine isiyokuwa ya kufunga. Kitendo cha alistimna, kujitoa manii, hakifai kitendo hicho. Sawa itakuwa katika hali ya asiyam, katika hali ya funga, wala fi ghairihi, wala katika isiyokuwa hali ya funga. Wa hiya allati yusammiha an-nasu, nacho ndicho ambacho wanakiita watu leo hii al-adatu as-sirriya. Al-adatu as-sirriya, ada ya siri, au wanaita masturbation. Wa mithlu dhalika, na mfano wa hilo la kujitoa manii: lau bashara imra'atahu, lau atambashiri mkewe, wa dhammaha ilayhi, na akamkumbatia, faamna, kisha akatoa manii. Lau bashara imra'atahu, lau atambashiri mkewe, wa dhammaha ilayhi, na akamkumbatia, faamna, kisha akatoa manii. Anaeleza: walmaniyu huwa alladhi yakhruju bitadaffuqin, manini yale ambayo yanayotoka kwa kuchupa. Huwa alladhi, ni yale ambayo yakhruju bitadaffuqin,
yanatoka kwa kuchupa fi hali aljimai, katika hali ya kitendo cha ndoa. Faman bashara, yule yoyote atakayebashir, fa amna, kisha akatoa manii, fa huwa muftirun, yeye ni mwenye kufungua. Wa alayhi alqada'u, na ni juu yake kuilipa hiyo siku ambayo amefungua ndani yake. Thumma qala hafidhahu Allah, wa nunabbihu, na tunazindua, annahu qad yakhruju min ar-rajuli ahyanan hina taqbili zawjatihi, hakika yake mambo yalivyo, qad yakhruju min ar-rajuli, yanaweza yakatoka manii kutoka kwa mwanaume, ahyanan, katika baadhi ya nyakati, hina taqbili zawjatihi, wakati wa kumbusu mkewe, au tafakkuri bilmulaaba, au kufikiria almulaaba. Yakhruju minhu sa'ilun duna tadaffuqin, yakatoka kwake yeye kwa kuchuruzika, duna tadaffuqin, pasi na kuchupa, inawezekana yakatoka. Walakin yahissu bihi, au walakin yuhissu bihi, na lakini akayahisi kwamba yametoka kwa kuchuruzika, biduni tadaffuqin, pasi na kuchupa. Fahadha yusammihi ahlul ilmi, haya ndiyo ambayo wanayaita wanawachuoni almadhya, wanayaita almadhyu, madhi. Fahadha yaghsilu dhakarahu, mtu huyu ataosha tupu yake, wama hawlahu, na kile kilichopo pembeni yake, minal unthayaini, minal khusyataini, katika khusya mbili, wa sawmuhu sahihun, na funga yake ni sahihi. Tumeelewana vizuri ikhwani? Yule ambaye atamtoka manii ima kwa sababu ya kuchoka, mathalan amefanya kazi ngumu, yakatoka manii biduni tadaffuqin, pasina kuchupa, na akayahisi kutoka kwake, basi huyu anaambiwa ataosha dhakari yake na kile ambacho kiko pembeni yake katika al-unthayaini, na funga yake ni sahihi. tunaelewana vizuri. Qala wa alayhi, na juu yake, fayambaghi lilmar'i, yatakikana kwa mtu, alibtiadu an kulli ma yuthiru shahwatahu, kujiweka mbali kutokana na kila kile ambacho kinachoibua matamanio yake. Wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, ihtiyatan liibadatihi, hali ya kujitoa katika mashaka katika ibada yake. Ihtiyatan, hali ya kujitoa katika mashaka, liibadatihi, katika ibada yake. Wa muhafadhatan alaiha, na hali ya kuihifadhi ibada yake ya as-siyam. Kwa hivyo suala la 9 hili, suala la 8 lilikuwa likielezea kadhia ya alistimna, kujitoa mani, imma bimubashara, ima kujitoa mani kwa mubashara, au bitaammudin, kwa kukusudia, bilyadi, wa huwa alladhi yusammiha al'adatu sirriya, nayo ndio ambayo inaitwa al'adatu sirriya. Jambo hili linaharibu funga, na ni juu yake yule ambaye amefanya hivi at-tauba ila Allah tabaraka wa taala, kutubia kwa Allah subhanahu wa taala katika dhambi lake hilo. Ama yule ambaye yamemtoka mani biduni tadaffuqin, yakawa ni sa'il, yenye kuchuruzika pasina kuchupa,
nayo ndio ambayo inayoitwa almadhi. Almadhi hayafunguzi, almadhi hayafunguzi na saumu yake ni sahihi. Kisha akamalizia almuallif akasema, yatakikana kwa kila muislamu ambaye ameielekea ibada yake ya as-siyam kujiweka mbali na kila lile jambo ambalo litaibua matamanio yake, na kufanya hivyo inakuwa ni ihtiyatan liibadatihi, kwa ajili ya kujitoa katika mashaka katika ibada yake, lakini wa muhafadhatan alaiha, na kuihifadhi ibada ya as-siyam. السؤال التاسع، swali la 9. قال حفظه الله: ما الحكم في من جامع امرأته في نهار رمضان؟ ni ipi hukumu kwa yule ambaye amemwingilia mkewe katika mchana wa mwezi wa Ramadhani? wama alwajibu alayhi, na ni upi wajibu juu yake fi mithli hadhihi alhal, katika mfano wa hali hii? wa hal tusharikuhu almar'atu fi alhukmi, na je atashirikiana naye mwanamke katika hukumu? Ni ipi hukumu kwa yule ambaye atakayemjamii mkewe katika mchana wa Ramadhani, na ni jambo lipi linawajibika juu yake katika hali hii? Kisha je mwanamke naye atashirikiana naye mwanamume katika hukumu? Aljawab: qala hafidhahu Allah: man jamaa imra'atan, yoyote atakayemwingilia mwanamke yoyote. Man jamaa imra'atan, yoyote atakayemwingilia mwanamke yoyote. Fi nahari ramadhana, katika mchana wa mwezi wa Ramadhan. Fa innahu athimun, hakika yeye ni mwenye kupata madhambi. Liqtirafihi hurmata ash-shahri, kwa kule kuharibu kwake utukufu wa mwezi wa Ramadhani, kwa kule kuharibu utukufu wa mwezi wa Ramadhani na kutokuheshimu mwezi huu, mwezi wa Ramadhani. Waliannahu, na kwa sababu yake, irtakaba ma'siyatan, amefanya maasiya. Kwa hivyo sababu zilizopelekea kupata madhambi ni sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kule kuvunja utukufu wa mwezi wa Ramadhani, kutokuheshimu mwezi wa Ramadhani, akaamua kufanya kitendo cha jimaa katika mchana wa Ramadhani. Fa innahu athimun, hakika yeye ni mwenye kupata madhambi kwa kufanya hivyo. Na sababu ya pili, liannahu irtakaba ma'siya, kwa sababu yeye amefanya madhambi, amefanya maasiya. Wayalzamuhu umurun, na yanamlazimu yeye mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, at-taubatu lillahi rabbil alamin, ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote. Kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, min iqtirafihi lihadha adh-dhanbi, kwa sababu ya kufanya kwake hili dhambi. Bitaaddihi ala hurmati shahri, kwa kule kuchupa mipaka juu ya utukufu wa mwezi. Amechupa mipaka juu ya utukufu wa mwezi huu. Athani, jambo la pili, qada'u hadha al-yawm alladhi afsadahu, ni kuilipa hii funga ambayo ameiharibu, kuilipa hii siku ambayo ameiharibu. Liannahu aftara biljimaa, kwa sababu yeye anakuwa amefungua kwa kitendo cha ndoa. Liannahu aftara biljimaa, kwa sababu yeye amefungua kwa kitendo cha ndoa. Athalith, jambo la tatu, alayhi alkafaratu almughalladha, ni juu yake kafara nzito. Alayhi alkafaratu almughalladha, ni juu yake kutoa kafara nzito. Wa hiya, nayo hiyo kafara, ayatiqa raqaba, ni kumwacha huru mtumwa. Ayatiqa raqabatan, ni kumwacha huru mtumwa. Fa in lam yajid, ikiwa hakumpata mtumwa,
fasawmu shahrayn mutatabi'ain, fayasumu shahrayn mutatabi'ain, basi atafunga miezi miwili mfululizo. Fayasumu shahrayn mutatabi'ain, basi atafunga miezi miwili mfululizo. Fa in lam yastati' li'udhrin shar'iyyin, ikiwa hakuweza kwa udhuru wa kisheria kufunga miezi miwili mfululizo kwa kufuatana, fayut'imu 60 miskina, basi atalisha maskini 60, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, lirrajuli alladhi jama'a imra'atahu fi nahari ramadana, kwa yule mtu ambaye alimjamii mkewe katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mtume akamwambia, a'tiq raqabatan, acha huru mtumwa. Fa in lam tajid, ikiwa hutompata mtumwa, fasum shahrayn mutatabi'ain, basi funga miezi miwili mfululizo, miezi miwili yenye kufuatana. Fa in lam tastati', ikiwa huwezi, fa at'im 60 miskina, basi lisha maskini 60. Kwa hivyo hii ndiyo hukumu ya yule ambaye jamaa imra'atahu fi nahari ramadana, na hili ndilo ambalo la wajibu juu yake. Thumma qala, wa min ad-daruri, na katika mambo ya lazima, an nunabbiha ala hadhihi al-kafara, kuzindua katika hii kafara. Wa min ad-daruri, na katika mambo ya lazima, an nunabbiha ala hadhihi al-kafara, kuzindua juu ya hii kafara. La tajibu illa ala man jamaa jima'an ma'rufan fi qubulin au dubur, haiwajibiki kafara illa isipokuwa ala man jamaa, juu ya yule ambaye amefanya kitendo cha ndoa, jima'an ma'rufan, kitendo cha ndoa ambacho chenye kujulikanwa, fi qubulin au duburin, sawa itakuwa katika tupo ya mbele au itakuwa katika tupo ya nyuma, kafara hii itamhusu. Kisha akasema hafidhahullah, thumma innaha la tajibu, kisha hakika yake kafara haiwajibiki, ala man kana ladayhi udhrun, kwa yule ambaye amekuwa na udhuru. Yule mwenye udhuru haitowajibika kwake yeye kafara. Kasafarin mathalan, kama vile udhuru wa safari. Mfano, yuko yeye safarini na mkewe, akawa na udhuru wa kisheria wa kuto kufunga katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, akamwingilia mkewe safarini huko, huyu haiwajibiki juu yake kafara. Au maridhin au maradhin, au maradhi, yataadharu ma'ahu as-siyam, inapata udhuru pamoja na yeye funga, anapata udhuru wa kufunga kwa sababu ya maradhi ambayo yanamruhusu yeye kuweza kushiriki kitendo cha ndoa na mkewe mathalan, huyu hatoambiwa atoe kafara. Kama anna hadhihi al-kafara, kama ilivyokuwa hakika hii kafara, inma tajibu ala man jamaa fi waqti as-sawm, hakika si vinginevyo inawajibika juu ya yule ambaye jamaa fi waqti as-sawmi, amefanya kitendo cha ndoa katika wakati wa kufunga, min adhani al-fajr thani, kuanzia adhana ya alfajiri ya pili, wa hatta ghurubi shamsi, na mpaka kuzama kwa jua. Kwa hivyo hapa katikati, tangu tu kuadhiniwa adhana ya alfajiri ya pili na mpaka kuzama kwa jua, hapa katikati hapa, ikiwa atafanya, basi tajibu alayhi al-kafara, inawajibika juu yake kafara kwa yule ambaye jamaa imra'atahu fi hadha al-waqti, amemuingilia mkewe katika wakati huo. Amma ba'da ghurubi ash-shams, ama baada ya kuzama kwa jua. Amma ba'da ghurubi ash-shams, ama baada ya kuzama kwa jua. Fayu'dhanu lirrajuli, panaidhinishwa kwa mwanaume, ni idhni na ni rukhsa kwa mwanaume, an yujami'a ahlahu, kumjami'i mkewe, hatta waqti al-imsaki, mpaka utakapofika wakati wa kujizuia, inda al-adhani thani, wakati wa adhana ya pili, li salati al-fajri,
kwa ajili ya sala ya alfajiri. Kuanzia wakati huo haitofaa tena kwake yeye kumjamii mkewe. Kama annahu, kama hakika yake, la budda an yu'lama, hapana budi kujulikanwa, anna alkafarata almughalladha, hakika kafara nzito, inma tajibu ala arrajuli, hakika si vinginevyo inawajibika juu ya mwanaume, walmar'a, na mwanamke, ala haddin sawa'in, katika hukmu ya sawasawa. Wote wawili inawajibikia. Itamwajibikia kafara mwanamke, kadhalika itamwajibikia kafara mwanamume. Lakini wakati gani itamwajibikia mwanamke? Ala haddin sawa, katika hukmu ya sawa. Idha kanat almar'atu mutawi'atan lirrajuli fi dhalika, pindi atakapokuwa mwanamke ni mwenye kumtii mwanamume katika hilo. Kwa sababu Mtume ameshakataza mwanamke kumtii mumewe katika jambo la maasiya, na hapana shaka kuwa kumkubalia mumewe kumjamii katika mchana wa Ramadhani ni maasiya. Na Mtume anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna taa ya kumtii kiumbe yoyote katika kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itamlazimu na yeye mwanamke huyu alkafaratu almughalladha idha kanat almar'atu mutawi'atan lirrajuli fi dhalika, pindi atakapokuwa huyu mwanamke ni mwenye kumtii mumewe katika hilo. Ama idha kanat mukraha, ama pindi atakapokuwa ni mwenye kutenzwa nguvu, mwenye kulazimishwa, mukraha. Ama idha kanat mukrahatan, ama pindi atakapokuwa ni mwenye kulazimishwa, mume katumia mabavu akamlazimisha mkewe akamjamii fi nahari Ramadhana, katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, fatajibu alkafaratu ala arrajuli faqat, itawajibika kafara juu ya mume pekee, ya mwanaume pekee. Walaysa alaiha shay'un, na hakuna juu yake chochote. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam.